Kigwen Media, burudani kwa wote. Mwechi Benu Mwechi mimi siwezi kuongea miomo. Sio miomo, ni Mwechi. Miomo ni kwamba kijiji kizima au watu 5, 10 kwenye familia moja wamekufa kwa pamoja, hapo naweza kutamka miomo. Kwa hiyo mimi nasema Mwechi kwa sababu tuna msiba mmoja. Mwechi, nimesimama kwa niaba ya familia yangu. Mimi ni mmoja katika familia hii ambayo imempoteza ndugu yetu. Hivyo basi familia ikaona vema initume mimi kwa ajili ya kuja kusoma maisha ya marehemu. Sisi ni watoto wa Bolambo. Katika zile nyumba 3 za Bolambo ambapo kuna Msango, kuna Mbongwe, alafu kuna Mwenda. Kwa hiyo mimi nilosimama hapa ni katika ile nyumba ya 3 ya Mwenda. Katika nyumba hiyo ya Mwenda, mimi ni Lomona ambaye alizaliwa na Mwenda. Katika watoto wa Lomona tena, basi nikazaliwa mimi Bashimu Nenga. Watoto wa Lomona, mimi ni mtoto ninaitwa Bashimu Nenga. Lakini kwa jina lingine tunaitwa Bashikwa Chubwa. Mwechi. Katika watoto wa Bachubwa, mimi naitwa Mwesa, mtoto wa Bachubwa. Yaani mimi ni Mwesa au Bashimwesa. Hivyo basi naingia kwenye hotuba rasmi ya ndugu yetu na mpendwa wetu. Nimesimama kwa huzuni na majonzi makubwa, lakini sina jinsi. Imenibidi nisimame kwa ajili ya kuzungumza risala ya mwanangu. Kijana huyu alitambulika kwa majina yafuatayo: Bobasha Joseph Kitambala, lakini kwa jina maarufu Boban. Jina la baba Joseph Kitambala Mwesa. Jina la mama Rosa Kamulete. Huyu ni wa jamaa ya Bashinyendo ya Buchuma. Kule kwetu wanaitwa tena Bashiuma. Boban alizaliwa Pakazimia kule Kongo. Ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 10 1985 au 85. Elimu. Alianza shule la msingi pa Ebe Dine Ubwari. Akasoma darasa la 1 mpaka la pili. Baada ya hapo tulikimbia vita, tukaja kambini. Akaendelea na shule, akaanza kusoma darasa la 3 mpaka la 6 kwenye shule la msingi Mapendo, Ebe Mapendo hapa juu. Baada ya kumaliza shule ya msingi alienda sekondari. Akasoma Amitie, lakini hakuendelea sana. Alifika kwenye viwango fulani, akaingia kwenye maisha ya utafutaji, kuoa. Mwanetu Boban alioa wanawake 2, ambayo mmoja anaitwa kwa jina la Feza Kaskide
Huyu ni wa jamaa ya Bashikwa Chubwa, nyumba ya Msole. Alizaa naye watoto wawili, wa kiume mmoja na wa kike mmoja. Baada ya hapo waliweza kutengana. Alikaa muda, akaona vema atafute mke mwingine. Akaoa mke mwingine aliyeitwa kwa jina la Marie Uchudi. Huyu alibahatika pia kuzaa naye watoto wawili ambao wote ni wa kike. Hivyo basi Boban katika maisha yake kwenye upande wa kuzaa alizaa watoto 5. Naomba unielewe. Naweza kuhesabu ukasema wawili afu kafikiri mimi nimekosea. Katika maisha yake kwenye kuzaa amezaa watoto 5, ambao kati yao 5 kuna mmoja wa kiume na wanawake watoto 4, na wote wako hai, hakuna aliyefariki. Alizaa watoto 5 ambao mmoja ni wa kiume na 4 wa kike. Ndivyo nilivyosema, wote wako hai, hakuna aliyefariki. Naomba nieleweke. Kazi. Nilijua italeta changamoto hiyo, kazi. Ndugu yetu na mpendwa wetu alijishughulisha sana katika maisha yake kwenye kipaji ambacho Mungu alimpa. Alijishughulisha sana kwenye kazi ya mpira wa miguu. Hivyo alikuwa ni mchezaji mzuri ambaye anacheza namba 10. Cheza namba 10, namba 8, namba 7, namba 11 vizuri sana. Hivyo alicheza kwenye timu ya Abetwa inaitwa Abeye. Alicheza tena kwenye klabu ya Simba Wanyika ambao makao makuu yalikuwa ni SD. Hichi kilikuwa ni kilabu. Baada ya hapo alicheza kwenye timu ya DE1. Lakini pia aliendelea kucheza katika timu za nje ya maeneo tunayoishi. Kwa maana nje ya kanda. Kwa kuchukuliwa anaenda kucheza, anarudi. Na alishughulika pia na kazi ndogo ndogo kwa ajili ya kujiwezesha katika maisha yake ya kimwili pamoja na familia yake. Mauti. Ndugu yetu alikutwa na mauti usiku wa kuamkia jana, siku ya Jumanne ambayo ilikuwa ni tarehe 18. Tulipigiwa simu asubuhi na mapema kwamba tumemkuta ndugu yenu kaisha fariki. Basi ilitubidi tuje. Kweli tulimkuta ndugu kaishahaga maisha, yupo kwenye kitanda. Mwili ukachukuliwa ukapelekwa mochwari kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Hivyo uchunguzi ulifanyika, lakini hakuna kilichobainika kwamba ni kitu fulani kilichosababisha au kilichomsababishia umauti. Hivyo ndugu yetu alituacha, lakini hatukujua kitu gani ambacho kimemletea mauti. Kwa hiyo sisi tumesema kwamba mwanetu au ndugu yetu amefariki ghafla. Ukilinganisha mwaka alozaliwa tarehe 1 mwezi wa 10 1985 na leo tunaposema tarehe 19 mwezi wa 11 2025, unakuta Boban kaishi miaka 40.
Hivyo basi, kama familia tunasema kwamba tutaenda kumsindikiza ndugu yetu katika nyumba yake ya milele, na tutapotoka huko sote tufikie mahali hapa, lakini kijiji kina nafasi yake. Tutasikiliza watakavyosema. Baada watakavyosema kijiji kama kitaruhusu kurudi hapa, lakini sisi tumesema turudi hapa, lakini hatuna chochote kama familia. Hivyo turudi hapa, na baada ya kukaa tutakaa kwa muda mpaka hiyo saa 12 jioni. Baada ya saa 12 jioni kuelekea saa 1, wote tutatandua mikeka yetu na turubai. Tutahamisha msiba wetu na kupeleka kwenye kijiji cha RD. Ni pale barabarani tu, tutakuwepo pale. Kwa hiyo ndugu, rafiki na wengine ambao hawako hapa, mtawaambia kwamba msiba umehamishwa kuanzia siku ya leo. Tutakuwa pale RD. Hivyo RD tutalala leo, tutakuwa kesho mpaka siku yake ya Jumapili. Tunawalikeni wote tukutane pale, ili angalau tupate yale maji yatakayopatikana wote kwa pamoja. Hivyo nisiwe na mengi sana, kwa sababu kuna wengine ambao watakuja kuzungumza baada yangu. Niseme kwa mdomo wa familia, tunawashukuru sana ndugu, jamaa na marafiki ambao mmetoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya msiba huu. Kweli hatuna kile tunachoweza kuwalipeni, bali kwa ajili ya kuja kulia pamoja na sisi. Hivyo basi, Mungu awabariki na awafungulie milango ya baraka katika familia zenu. Na mwisho kabisa, niende kushukuru pia kanisa kwa wito ambao walikuwa nao. Wamesikia taarifa na moja kwa moja wakainuka. Hapa kuwa na swali wala nini. Walijua kwamba ni mtu ambao walikuwa wanashiriki naye, basi wakaja kutusaidia. Kwa hiyo Mungu awabariki sana katika huduma zenu, na Bwana atubariki wote. Amina. Eagle Media, burudani kwa wote.